nimekubali kumwoa Dama Kahindi Suleiman Kituto kwa mahari tuliokubaliana. Na mimi nimekuoza. Barakallahu yakuma wa baraka alaykum wa yakuma bil khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa mara nyingine tena tungependa kutoa pole mwanzo kwa kuwaweka. Najua morali ilikuwa juu kidogo, imepungua, lakini alhamdulillah zote ni sababu ambazo zimetokea, walakini anayepanga ni nani? Anayepanga ni Allah, na tuna jukumu lingine ila kufanya nini? Kukubali matokeo. Na kwa hiyo inshallah tutaanza programu yetu, lakini ningependa usinune. Hii ni ndoa, si ndio? Ni sura za bashasha kidogo. Na mimi nijue kuwa ni ndoa. Maana nikija hapo na kama twazika, jazika sisi. Sio? Naam. Kwa hiyo inshallah tutaenda moja kwa moja kufunguliwa kikao chetu hichi kwa maneno matukufu ya Qur'an Karim kutoka kwa ndugu yangu anaitwa jina lake Muhammad Zao. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني
قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا صدق الله العلي العظيم. Allah usikishie na kujalie miongoni mwa sababu hizi upate Jannatul Firdaus. Tungependa kwa haraka na siongee mengi, manake miongoni mtakayoongea itatoa katika kalima. Tupenda kumkaribisha Ustadh Hassan tupatie kalima kidogo kwa wale kuhusu ndoa na vile vile usie na kujusia nafsi yake inshallah. Baada tafadhali. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumwomba rehma na maghfira kipenzi chake mwalimu wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo hii tuko mahala kama hapa, tumekusanyika hapa, hatuna makusudio mengine au malengo mengine au ajenda yoyote ile, bali tuko hapa kutekeleza amri miongoni mwa amri za Allah tabaraka wa taala, ambayo amri hii ni amri ya ndoa. Ndoa ni kuhalalishiwa kile ambacho kwamba kilikuwa si halali kiwe ni halali kwako. Na ndoa ni mafungamano baina ya watu wawili ambao kwamba walikuwa wamekubaliana na kupendana, wanafungamanishwa kwamba huu kitu hiki kilikuwa ni haramu kwako, sasa hivi ni halali kwako. Kinyume hivyo ni kwamba kitu ambacho tunakitumia kinakuwa ni haramu, tukitumia kiwa ni haramu tunapata madhambi. Lakini baada ya leo hapa, tukitoka hapa, kile ambacho kwamba kulikiwa kitumia kupata madhambi, saa hii kitumio napata thawabu. Bimaana hata kimwangalia hivi huyo mtu ambao kwa ulikuwa kimwangalia mpata madhambi, saa hii kimwangalia unapata thawabu. Kimwangalia ukitabasamu unapata thawabu, kimuita unapata thawabu, yoyote ukifanya kwako unapata thawabu. Lakini hapo nyuma ulikuwa ukimwangalia unapata dhambi, kimuita unapata dhambi, popote unakapoenda kwa ajili yake yeye unapata madhambi. Sasa leo tunafungamanishwa, tukifungamanishwa tumekuwa vitu viwili viko pamoja. Yani hii kamba ilikuwa ni mufassil, imetawanyika kwa mbali mbali, sasa ikafungwa ikawa kitu kimoja. Kwa kitu kimoja hiki inakwambia wewe pia uweze mipangilio yako ya wewe na yeye muwe kitu kimoja, ushauri wenu ukuwe mmoja. Huyu mtu ambaye utakuwa unaishi naye kwa nyumba ni mke wako, tena mke wako wa halali kuanzia leo kitoka hapa. Sasa baada ya hapo, ikiwa ni mke wako wa halali, bila shaka nasaha zinapatikana mara nyingi za watu wawili, wanandoa wawili. Kuna muda ndoa ili inawili vizuri zaidi, kuna baadhi ya mambo ambayo mfungamane nayo ile ndoa itanawili zaidi, na kuna baadhi ya mambo mkiyafanya ile ndoa inakosa unawiri. Moja katika mambo ambayo mkiyafanya au tukiyafanya basi ndoa inanawiri, inakuwa mzuri zaidi, ni kuombana misamaha. Kukwaruzana katika nyumba mara nyingi kunapatikana, lakini kupatikana mkwaruzo sio sababu ya vita, bali mtekana mkikwaruzana pia nyinyi mliokwaruzana baadaye mkae pamoja muone wapi mmekwaruzana, kisha mutaki kuombana misamaha. Huu msamaha unaleta mapenzi makubwa juu ya wanandoa wawili. Ukisema mimi siombi msamaha mtu, basi ile ndoa yako haitakuwa mzuri, itakuwa na matatizo, itakuwa na vurugu, itakuwa na vita. Lakini kitu msamaha, na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye akaweka tauba
akaweka toba. Maana ukimkosea pia umuombe msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huwa na yeye atakupenda zaidi. Ukiomba msamaha Mwenyezi Mungu yuwakupenda zaidi. Ndio maana tumewekewa Qiyamul Layl, tauba, yote ile ni sehemu za kwamba wewe atakana uombe msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yale ambayo umemkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio pale Mwenyezi Mungu atakusamehe na atakupenda. Vile vile mwanandoa wako ambao uko naye kwa nyumba, ule msamaha ambao ukimkwaruza alafu na muomba msamaha, yale mapenzi yanazidi. Na ule ujasiri kwamba siwezi kuomba msamaha wewe mimi, ndio zile chuki zinazidi. Kwa hiyo mimi wasia wangu ambao nataka kuwasia wazee wangu, ndugu zangu, ni msamaha katika ndoa upatikane, ndio mapenzi yatapatikana ndani ya ndoa, na ndoa ndio itanawiri katika ile nyumba na mutaishi maisha mazuri. Mimi pia naombea Mwenyezi Mungu Subhanahu, ndoa hii ya leo ifanikishwe, ndoa ikuwe mzuri, ilete mapenzi katika nyumba. Kama ulikuwa na shida, Allah Tabarak wa Taala aondoe ile matatizo. Mimi nitakomea hapa, ninasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal afwa minkum. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Halali ni tamu si tamu? Halali ni tamu si tamu? Wajuaje kama ni tamu? Omba msamaha. Inshallah. Kwanza leo basi chakula itakuwa kitamu inshallah. Kitia chumvi nyingi we kula tu. Usilalamike. Lalamike mbele huko. Sasa inshallah. Na katika kuongezea katika jambo ambalo mtakuwa pamoja, mletane pamoja, ni kuitana majina mazuri. Si muangalie, mke Salimu wewe, njoo. Muite jina nzuri. Sasa mimi nitakupatia moja leo, mwingine utatafuta baadaye. Muite kwanza leo mkeo, muite Hani, njoo Hani. Sawa? Muite baby. Babake Ali, kwanza leo itabidi upunguze babake Ali. Mpaka jirani wajue kweli leo ni halali, au sio? Inshallah. Kwa hivyo ningependa kumkaribisha Ustadh Lali aje tupatie khutbatu nikah inshallah. Mawili matatu tufaidike bidhini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi ja'ala an-nikaha min atyabil halal wa alzama at-ta'ata 'ala an-nisa'i wa awjaba al-qiyam 'ala ar-rijal. فكل راع ومسؤول عن رعيته في كل حال. وأشهد أن لا إله إلا الله عين الكمال، وأشهد أن محمدا عبده وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأورد العذاب الأليم عليه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى تحريما على الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جعلني الله وإياكم من الفائزين. ويقول عليه الصلاة والسلام تزوجوا تكثروا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويقول عليه الصلاة والسلام الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قولوا جميعا أستغفر الله. Sasa kwa utaratibu utakokuwepo, ataitwa mtu akija hapa aje na mke wake, mnafungisha ndoa, baadaye kutafuatilia mengine insha Allah taala. Sawa? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna wale ambao tayari waliozeshwa walikuwa wamekuja kwa sababu ya vyeti. Tukitaja jina lako, hii karatasi tutaiweka kando, tutanyosha mkono tu kama tayari wewe ulikuwa umeshafanywa ile halali, umebaki cheti. Kisha tutamwita mwingine ambaye bado kabisa ndo aje afanya nini, aozeshwe. Tuko pamoja inshallah, tuko pamoja. Haya, tuko na Steven Ngele Kisenja. Huyu nafikiri tayari ustad tanshikililia hizi karatasi za wale ambao. Barari Omar Bausi, Rashid Mapenzi Kitao, Katana ya Dingwa. Inshallah. Na mama aje pia. Uzawijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bima'rufin au tasrih biihsan, na kuoza kutokana na wasia wa Mwenyezi Mungu, kushikana kwa wema na zitokea sababu iwe kutokana kwa wema. Anachukua hadi hiyo. Nimekubali ukia shida mapenzi kwa mahali tunasikizana. Na mimi nimekushukuru barakallahu wa baraka alaykum wa jamaa bainakum bil khair. Nimekubali kumwoa Hadija, asante kwa mahali tuliyosikizana, Na mimi nimekushukuru barakallahu lakum wa baraka alaykum wa jamaa bainakum bil khair. Amin. Nimekubali kumwoa Hadija Omari Katana kwa mahali tuliyosikizana. Na mimi nimekushukuru barakallahu lakum wa baraka alaykum wa jamaa bainakum bil khair. Nimekubali kumwoa Dama Kadende kwa mahali tuliyosikizana. Na mimi nimekushukuru barakallahu lakum wa baraka alaykum wa jamaa bainakum bil khair. Takbir. Kumwoa Dama kwa mahali. Na mimi nimekuozesha barakallahu lakum wa baraka alaykum wa jamaa bainakum bil khair. Takbir. Sema nimekubali
kumwoa dama Sharo kwa mahari tuliyokubaliana. Na mimi nimekuozesha. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa bainakuma bil khair. Takbir. Hajamaliza huyo, bado wa pili. Sharo Maleja Mangi, nimekubali kumwoa Juma Sharo kwa mahari tuliyokubaliana. na mimi nimekuozesha. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa bainakuma bil khair. Takbir. Mabibi, mabibi harusi, mabibi harusi, mahali mupewe. Inshallah. Tayyib. Nimekubali kumwoa Yes. Kwa mahali tuliyokubaliana. na mimi nimekuozesha. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa bainakuma bil khair. Ya Rabb, Mungu awape taufiki inshallah. Takbir. Nimekubali, Ndio, nimekubali kumwoa Kang'ombe Kinzano kwa mali tuliyokubaliana. na mimi nimekuozesha. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa bainakuma bil khair. Takbir. Mashaallah. Nimekubali kumwoa Dama Kahindi Suleiman Kituto kwa mahari tuliyokubaliana. na mimi nimekuoza. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jamaa bainakuma bil khair. Takbir. Takbir. Mashaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على من لا نبي بعد محمد الهادي البشير وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Kwanza kabisa tunatanguliza shukrani zetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kutujumuisha sehemu hii, si jingine ambalo kwamba limetukusanya mahala hapa isipokuwa ni kwa Uislamu wetu, sisi tukiwa chini ya kalimatu la ilaha Muhammadun Rasulullah. Hii ni shiar ya kuwafanya viumbe katika mambo mingi kuweza kukusanyika mahala pamoja. Mengine yanayofuatia ni yale mazuri ambayo yamepangwa na kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Na katika mazuri ambayo yamepangwa ni kama hili leo ambayo tunalolifanya. Hii ni moja katika sunnatul anbiya, sunna za manabii, na vile vile ni moja katika shiarul atqiya, alama za watu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Yamezungumzwa yaambatanao na ndoa, lakini ninapenda kugusia kidogo kuhusu masala ya watu kuoana, malengo nini na faida yake ni kitu gani. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala baada ya kumuumba Nabiyullahi Adam alayhi salam na mambo yote ambayo aliyomwekea Nabiyullahi Adam, lakini kulikuwa kuna kitu kimoja dharura pia akipate, ndio akamwekea mkewe, ndio ikapatikana sunna ya watu kuoana. Aliyekuja kwanza ni Nabiyullahi Adam alayhi salam, si ndio? Kisha baadaye Mwenyezi Mungu atuambia wa khalaqa minha zawjaha. Kisha Mwenyezi Mungu akaona katika yote aliyomfanyia kuna kimoja lazima kimtimizie, itakachokumtimizia maisha yake. Wa khalaqa minha zawjaha, akamuumbia mkewe. Kutokana na sunna hii ndio hii ambao leo sisi tuko nao, na ni mfumo unaoendelea na utaendelea mpaka siku ya Kiyama. Sisi tufahamu ya kwamba hili tulilotekeleza leo, tumetekeleza amri moja
katika amri tulizoamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atuambia fankihu, oeni bwana. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametabia tazawwaju, oeni. Mtume sasa tena akasema ya maashara shabab man istata'a minkum albaa, mwenye kuweza kuoa faliyatazawwaj. Ametia katika sigha ya kuamrisha na oe afanye haraka kuoa. Kwa hivyo hili ni jambo zuri tunalolifanya, lakini lina malengo jambo hili ambalo tunalolifanya. Miongoni mwa malengo ambayo yanayostahili yafahamike katika mwanadamu akioa ni kutambua ya kwamba yeye atakakujenga mujitama, atakakujenga jamii, atakakujenga ubinadamu wake na uhai wake ambao utakumfaa kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo sababu hizi ambao nitakazo kuzisema, ikiwa leo tumetekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuwa Mwenyezi Mungu ameamrisha tuoe, na sisi leo kwa ufalme wa Mwenyezi Mungu tumeweza kuozeshana. Jambo lingine, sisi katika haya maisha tunaoyaishi, watoto wetu na jamii zetu waweza kuwa ni dhara katika maisha yetu ikiwa hawataweza kupata mfumo wa kisawa sawa. Mwanadamu katika kuoa ni moja katika malengo ya kumfanya ujenzi wa jamii yake iwe ni jamii ambayo itakuwa yenye kiubinadamu, tofauti na watu wanaoishi ambao hawako kwenye ndoa. Watu ambao hawako kwenye ndoa mara nyingi huwa ukosefu wa adabu kwao hawaoni kuwa ni kitu, kufondiana heshima kwao si jambo lolote, na mengi ambayo wanaweza kuyafanya kinyume cha ubinadamu unavyotakikana. Lakini mwanadamu anapoingia katika ndoa anaitunga heshima yake, na mwanamke anapoingia kwenye ndoa huwa naye heshima yake imefanyaje? Imetungika. Kwa sababu wakati ukionekana waonekana kwamba wewe ni bwana wa mtu, na mwanamke akionekana aonekana kuwa yeye ni bibi ya mtu. Kwa hivyo inapatikana ile heshima ambayo ya kiubinadamu itakikanao mwanadamu apate katika haya maisha. Jambo lingine, sababu ya kwamba Uislamu umeweka watu kuoa, sisi tutategemea katika haya maisha baada ya kuwa watu wazima tupate watu ambao watatulea kama sisi tulivyowalea watoto wetu. Wakitaka wapate maadili ya kuishi kwa heshima na wazazi, mpaka wapitie katika mfumo wa dini. Wapitie katika mfumo wa nini? Wa dini. Panapokosekana dini ya Kiislamu, panapokosekana mafungamano ya kuoana kisheria kama Mungu alivyoamrisha, mara nyingi mtoto yule huwa ni dhara kwa nani? Kwa mzazi, na huwa ni dhara kwa mama, kwa sababu huwa hakupata maadili yanayoweza kumfanya yeye ajue ni mzazi ana heshima kiasi gani na mama naye ana heshima kiasi gani. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo kwamba ni zuri, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie ndoa hizi tulizozifunga leo zidumu insha Allahu Ta'ala. Twajua ya kwamba nyinyi mmeishi, wengine wana miaka 40, wengine wana miaka 60, kuna mzee wangu karibu miaka 50, miaka 70, 80. Lakini tunamuomba Mwenyezi Mungu kwamba huu, kama alivyosema ustadhi, hiki kinachopatikana leo ni cha halali, na hichi cha halali ndicho kitamu. Kwa hivyo kuanzia hivi leo mmeingia katika mfumo mpya wa kuwa nyinyi mmeingia kwenye uhalali wa kimaisha unaotakikana. Vizazi vyenu vitapata maadili ya kidini na vitakuwa na kutambua ya kwamba heshima ya mzazi ni kitu gani, ambaye ni baba na nani na mama. Bila ya kupoteza wakati hapa Salim, bila ya kupoteza wakati, kuna watu ambao kutambua ya kwamba tumekuja kwa sababu ya lengo ya ndoa,
wakatambua ya kwamba haya mambo ni mazuri, na wao pia wametaka kuwafanyia nyinyi mambo mazuri. Miongoni mwa watu ambao wamesimama ni mmoja katika wafadhili wetu kutoka nchi au kutoka Maskati, ambaye alipopata ripoti ya kwamba tuna ndoa atakakwenda kufunga za watu, na yeye akasema nami wacha ni wazawadie bwana harusi na nani na bibi harusi. Kwa hivyo hizi zawadi zilizokuja leo ni za ndugu yetu ambaye kwa moyo wake huko alipo Maskati ameamua kutoa zawadi kuwapatia bwana na nani na bibi. Na sisi hatuna la kuwafanyia mwanadamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man ata ilaykum ma'rufa fakafiuhu fa in lam tajidu fad'u lahu, mwenye kuwatendea wema fakafiuhu, mlipeni. Mfanyaje? Mlipeni. Fa in lam tajidu, musipopata, fad'u lahu, mumuombe. Kwa hivyo sisi hatuna la kumlipa yeye. La kumlipa yeye sisi ni kumuombea Mungu. Yeye sisi tumefanya mazuri na yeye ametuletea mazuri, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kule alipo amfungulie milango ya kheri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe afya na uzima. Kwa hichi kichache alichokitoa, Mwenyezi Mungu ambarikie tupate zaidi na zaidi. Vile vile katika hali hii ambayo kwamba tulionao, tuna shirika letu la Halal Charitable Trust kama mnaloliona. Hili ni shirika alhamdulillah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ni shirika la kusaidia community. Baada ya kupata maombi kama haya, likachukua jukumu shirika la Halal Charitable Trust kuja kufanisha hii hafla ya leo na kufurahi na ndugu zao Waislamu. Kwa hivyo wao wako tayari kushirikiana na mtu yoyote ambaye ataka kuyafanya mambo ya kheri. Wao wako tayari 100% kufikisha kheri zile kwa wale wanaostahili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alibariki shirika la Halal Charitable Trust kwa juhudi zake na bidii zake na moyo wake ambao wanao katika kutekelezea Waislamu na community katika njia sampuli mbalimbali. Nikimalizia, tumwombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atujalie tudumu katika Uislamu. Mwenyezi Mungu atupe thabati katika dini. Mwenyezi Mungu azibadilishe nyoyo zetu katika kumtii yeye, kwa sababu nyoyo za wanadamu zinafanyaje? Zinabadilika. Asubuhi na jioni huwa zinabadilika. Kwa hivyo Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azijalie nyoyo zetu zenye kubadilika katika kumtii yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa kinatofuatilia, kuna zawadi hapa, tutafuata ratiba ile ya zile fomu tulizojaza. Bwana harusi atakapokuitwa aje na nani na mke wake, kila mmoja achukue zawadi yake. Mazuri si mazuri? Takbir! Takbir! Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuletee nusura baba. Mwenyezi Mungu atuletee mikakati ya kufurahisha baba. Mwenyezi Mungu atunawirishe baba insha Allah Taala. Juhudi zetu na juhudi zenu, bidii yenu na bidii yetu, kushirikiana kwetu, Mwenyezi Mungu atuletee yale yanayotustahili sisi kama Waislamu, na atupe ushirikiano, tushikane mkono mpaka kesho siku ya kiyama insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Saidia. Sasa nafikiri itakuwa ni Ustazi wako wapi? Nafikiri tamam. Taja kabisa. Ndio paka si. Toa. Unafanya vipi? Akija bibi nampa bibi, wewe unampa bwana. Basi inshallah nitachukua nafasi kabisa. Nitasoma majina, nikimsoma bwana harusi andamane na mkewe ili kuja kupokea zawadi inshallah. Naam. Anayefuata ni Abdalla Kombe Kiti, aje na mkewe wapokee zawadi inshallah. Abdalla Kombe Kiti na Evelyn Chenda Kahindi.
Zawadi ya bwana. Mashaallah. Haya, Steven Ngele Kisenja aandamane na mkewe. Steven Ngele Kisenja, Mohamed Jeffwa Kazungu. Mohamed Jeffwa Kazungu. Inshallah. Kahindi Kalukambi na Rashid Mapenzi Kitao. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mfurahi mjafurahi? Halali tamu si tamu? Ndoa tamu si tamu? Alhamdulillah. Mimi sikujitambulisha, lakini mwisho nipenda kujitambulisha. Kwa majina naitwa Yusuf na mimi ni mkazi wa Mtwapa. Mwafahamu Mtwapa sio? Na sisi tumekuja kama shirika la Halal Charitable Trust kuwaunganyia mkono na vile vile kuwapongeza katika jambo hili la kheri. Kwa maana Sheikh ameongea mengi hapa, singetaka kuongea aliongea yeye, maana nadhani alichoongea kimetosheleza, si ndio? Lakini sisi kama Halal Charitable Trust, hii ni foundation ama ni organization ambao tunajihusisha na mambo ya khairat. Na alhamdulillah ni khairi kubwa tumekuja kujumuika na nyinyi hii leo katika jambo hili la khairi. Na inshallah tuweze kutembea pamoja mpaka janna biidhnillah. Semeni amin. Naam. Ofisi zetu zinapatikana, Halal Charitable Trust zinapatikana pale Mtwapa, mkabala na Equity Bank kwa ndani, kwa ofisi zetu ziko pale. Na vile vile hii ni channel inaitwa Halal Charity TV. Hii ni channel ambayo alhamdulillah ni media arm ya the trust itself, na inahusisha na mambo na kuangazia yani masuala ambayo sisi tunafanya kama khairat, na vile vile inahusisha na ilmu, kufundisha jamii kwa ujumla. Kwa hivyo hii inapatikana YouTube. Ukiingia YouTube kwa mtandao wako wa simu, ukiingia YouTube naandika Halal Charity TV na subscribe pale, utaona mafunzo mengi. Kuna Qur'an, kuna fiqh, sira na mafunzo mengi, hata khutba za Ijumaa pia ziko pale. Kwa hiyo inshallah ningependa nyinyi muungane na sisi katika safari hii ya khairi, na biidhnillah sote tutaandikiwa kama wafanya khairi. Kwa maana adallu ala khairi kafa'ilihi, yule ambaye analingania khairi basi yeye ni kama vile ameifanya ile khairi. Kwa hiyo ukifika nyumbani inshallah, sisi hii ni promise tumepatia. Hii coverage amefanya hapa al-akh, inshallah tutaipost katika YouTube yetu. Mmekubaliana na sisi, si ndio? Umetoa idhini, sisi tutaweka katika channel yetu inshallah. Anytime wewe baada ya miaka 10 mkiwa mtaka kurudisha yale mapenzi baina yenu kidogo, si ndio? So kuna wanahitaji kizungu ama sema Kiswahili, rekindle kizungu, yani unawasha tena ule mshumaa ulizima, sio? Wawasha tena ule mshumaa. Kwa hiyo kile ukitaka kuwasha mshumaa unaingia YouTube pale, unaangalia, unaona sura zenu, unakumbuka ile siku pale masjid tulikaa chini ya tenti tukafungishwa ndoa na Sheikh Lali hapa. Yani ni jambo ambalo litakuwa linakuza mahaba. Sawa? Singependa kuingia sana huko, maana najua wengi hapa wamenipiku katika umri kwa swala hayo. Lakini yale mambo machache ambayo niko nayo inshallah nikiwapatia atawafaidisha inshallah. Kwa hiyo hii ni safari ambayo tutembee sote pamoja inshallah, na ukifika siku yote pale Mtwapa, ukiingia ukitafuta inshallah utaweza kutupata. Mimi napenda kushukuru kamati yote ya Halal Charitable Trust ambao wamewezesha kwa nguvu yao Allah aliyowapatia kufanikisha hili jambo. Ningependa inshallah nyinyi kwa upande wenu muombe dua biidhnillah, wazidi kufanya mambo kama haya ya khair. Kwa maana hili mchokifunga hapa basi si hapa peke yake. Mke wako tena naye mpaka wapi? Mke wako anaenda mpaka wapi? Mpaka janna. Sasa wale wa mathna sijui itakuwaje. Ama Sheikh atatuambia zaidi. Si ndio Sheikh? Ni ule wa kwanza, ule wa pili, ule wa mwisho. Allah ndiye zaidi.
Kwa hiyo sio na wasiwasi kama ni wa pili inshallah. Na wale ambao kuna mmoja na kuna uwezo, njia iko. Sio? Muona leo wenzako muongeza 2, ongeza na wale wa 2 pia tuendelee mpaka mwisho inshallah. Kwa hiyo dua zenu inshallah, ili jambo ni taufiki ya Allah, na kila tukiombeana dua basi Allah yale mambo umeombea mwenzako ya khairi yatakufikia pia wewe. Sawa sawa? Kwa hiyo inshallah sisi tukia tena area Bamba mtukaribishe kwa ukubwa zaidi. Kwa maana kama hivi mimi nimefurahi kuja hapa kuwaona sura zenu, kuwaona bashasha mliokuwa nayo hii leo, na ile jambo la khairi, na tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atukutanishe katika khairi na khairi zaidi kuliko hii biidhnillah ta'ala. Kwa majina ni Yusuf, na inshallah nawatakia khairi katika ndoa yenu, nawatakia masikizano, nawatakia mahaba na sakina. Msisahau nilichowaambia, muitane kwa majina mazuri. Sawa, muitane kwa majina mazuri. Na hili jambo ambalo mmelifanya hapa ni jambo la khairi, basi muendeleze kulifanya huko mbele. Watoto wenu pia muweze kuwaweka katika yani mstari ambao ni kufunga ndoa. Sawa, si kuingia tu. Mfuatie haya mambo mliosoma hapa, mwafatilizie mpaka generation ambazo zitaisha. Biidhnillah ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La afwa minkum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina ninaitwa Kahindi Suleiman Kituto. Hapa tuko sehemu ya Kabelengani. Naam. Na leo tumeozeshwa. Endelee. Mimi ndakuuliza swali. Maisha yako ya kabla ndoa na sasa ya ndoa nahisi vipi? Na kufikia leo tumeozeshwa. Wakati nikiwa sijaozeshwa, nilikuwa maisha yangu naiona si kama vile ambavyo leo nimeozeshwa kihilali. Kwa hivyo ninaregesha shukurani siku hii ya leo kwa kuozeshwa kulingana na kisheria cha kidini ya Kiislamu. Ninashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku hii ya leo venye nilivyoozeshwa kupitia na dini ya Kiislamu. Kwa hivyo ninashukuru mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, brother. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Kwa majina waitwa nani? Majina naitwa Muhammad Kalama Fondo. Na Muhammad, nakuona kuna furaha kweli leo na bashasha. Nini sababu ya furaha kama hii? Alhamdulillah, leo tumepata nikah ya halali hapa. Naam. Kwa msaada wa charity, halal charity. Alhamdulillah. Nashukuru kwa sababu ya hiyo. Pengine hisia zako kwa sasa ungependa kuambia nini watazamaji ambao pengine hawajaoa? Na kwa vile wewe sasa hivi umeoa kihalali na katika sheria ya Kiislamu. Alhamdulillah. Cha kuambia ni kwamba kwa wale ambao kwamba bado hawajaoa kihalali kisheria, basi fanyeni hima mjiunge na hii hali ya kuwa mko wawili ndani ya nyumba. Maisha yaweze kwenda vizuri. Maisha yaweze kuenda kwa sababu mpaka ufikie malengo ya kuoa kwa halali. Mimi naombea Allah Subhanahu wa Ta'ala awajalie masikizano mema. Amin. Lakini katika swali ningependa kuuliza, maisha ya sasa ya kabla ndoa na sasa baada ya ndoa, baada umeolewa hata kama dakika chache zimepita, waonaje maisha haya? Wallahi furaha iliyokuwa kifani, kwa sababu kabla ya hii ndoa kupitishwa nilikuwa nahisi niko kwenye dini zito wala uzito sana. Lakini wallahi baada ya tu ile ndoa kupitika muda mchache tu sahihi, najiona kwamba niko mwepesi kabisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mimi nakuona umependeza sana leo na mashallah. Allah akuzidishie. Barakallahu lakum wa baraka alaykum jami'an khair. Pengine swali la mwisho. Kunawi Halal Charitable Trust ambao wamekuwa miongoni mwa wafadhili wa activity kama hii. Je, ungependa kuambia nini au wafadhili na wafadhili wote kwa ujumla? Wallahi mimi
Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba atakufanyia mmoja wenu ikramu yoyote, basi mlipeni, na kama tukawa hamweza kumlipa, basi mnaweza kuombea dua. Sisi hatuna uwezo kuwalipa, lakini tunaombea dua kwa Mwenyezi Mungu. Amina. Mwenyezi Mungu aweke Halali Charity TV muda mrefu, waiweke hata wajukuu zetu inshallah wapitie mkono huo. Amina, amina. Na wale wote ambao kama wamefadhilisha sherehe hii ya leo, Mwenyezi Mungu awapatie afya kila mmoja, yule ambaye kama ameweka mkono wake, Allah Subhanahu wa Ta'ala amhifadhi na atuweke pamoja janna. Amin ya Rabb. Shukran bro. Barakallahu lak tena mara ya pili. Bwana harusi. Alhamdulillah. Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Kwa majina mimi ni Ustadhi Mbarak Kombo. Kwa hakika kwanza tunatoa shukrani zetu kwa Allah tabaraka wa taala aliyetuwezesha kuweka kongamano hili, na pili pia tunawashukuru ahlul khair ambao ni familia ya Swalehe Nguru kwa ajili ya kufadhili na kusimamia shughuli hii ya wanandoa. Kwa hakika jambo hili lina umuhimu sana katika sehemu hizi zetu. Kwanza kwa sababu ya umbali wa waumini wa huku na ofisi za kadhi, limesahilisha gharama kwa waumini katika suala hili. Na jambo lingine pia, suala hili ni muhimu kwa sababu limeleta uhalali. Waumini wetu wengi walikuwa tu wamehalana, na hii ni kwa sababu ya ule uzito wa kugharamia zile safari za kufuatilia labda kwenda kuhalalishiwa, kupata vyeti na mambo mengineyo. Kwa hivyo tunawashukuru sana ahlul khair wa kutoka sehemu tofauti tofauti, likiwemo pia shirika letu hili, jinsi walivyokuja kuungana na sisi na hata kuwa zawadi waumini ambao wameingia kwenye ndoa. Tunaombea zaidi Allah afungulie milango ya kheri, na inshallah Allah azidumishe ndoa za waumini hawa na hata vizazi vyao vienukie katika misingi ya dini ya Kiislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma lakal hamdu wa ilaykal mushtaka. Allahumma lakal hamdu wa ilaykal mushtaka wa bikal mustaghatu wa antal musta'anu wa bikal mustaghatu wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah.